Katika hii dunia kuna mambo mengi ambayo huwa tunayaona ni rahisi ama mepesi, hasa pale yakifanywa na mtu ama watu wengine. Lakini baadaye huwa tunakuja kung'amua kuwa hayakuwa mepesi kama tulivyozani hapo awali. Na hii ni mara baada ya kujaribu kuyafanya. Hapo ndipo tunakuja kugundua ugumu wa jambo husika. Katika soka ni rahisi sana kuyang'amua makosa ya wachezaji, hasa pale ukiwa nje ya uwanja kama mtazamaji. Lakini kama ukipewa nafasi ya kuyasahihisha makosa hayo, basi unaweza jikuta unaharibu zaidi. Mchezo wa mpira wa miguu unatajwa kuwa mchezo rahisi hasa na watu wengi, japo wachezaji wenyewe wengi hukiri kuwa ni mchezo mgumu sana. Unafahamu ni kwa nini mpira wa miguu huonekana kuwa mchezo rahisi na mwepesi ukilinganisha na michezo mingine kama miereka ama boxing? Basi jibu ni rahisi. Wapo wachezaji kwa namna moja ama nyingine wanaofanya mchezo huo kuonekana kuwa rahisi. Hii ni kutokana na staili za uchezaji wao. Najua kichwani mwako una majina ya wachezaji wengi unaowafahamu ni wachezaji wanaofanya mchezo huu uonekane kuwa mchezo rahisi. Basi nitakuomba mwisho wa story hii utanitajia majina ya wachezaji hao. Lakini leo hii katika makala hii nitakujuza juu ya kiungo wa boli aliyekita mizizi yake pale jijini Madrid katika klabu ya Real Madrid, bwana mdogo Jude Bellingham. Ndiyo, Bellingham ni miongoni mwa wachezaji wanaofanya mpira wa miguu uonekane mchezo mwepesi. Basi kabla ya kuanza makala yetu ni kuombe kusubscribe YouTube channel yetu ya Dina Television kwa kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe hapo chini ya video yako. Kisha turn on notification kwa kugusa alama ya kengele itakayokuja ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu kupitia hapa Dina Television YouTube. Tarehe 29 Juni 2003, dunia iliushuhudia ujio wa mtoto Jude. Ni siku ambayo mzee Mark Bellingham na Bi Dennis Mark Bellingham wanakabidhiwa kiumbe cha ajabu cha kubadilisha kabisa historia ya maisha yao. Ni nani aliyejua kama aliyezaliwa angekuja kuwa mchezaji bora wa kutegemewa na taifa lake la Uingereza na klabu yake ya Real Madrid? Je, ni dokta aliyemzalisha, ama ni mama yake aliyempa kumbato la kwanza, au ni baba aliyebusu paji lake la uso kwa mara ya kwanza? Ukweli ni kwamba hakuna yeyote ambaye angeweza kuwa na picha halisi ya Jude huyu tunayemfahamu sisi. Jude Victor William Bellingham, kijana ambaye aliushangaza ulimwengu na kuupa mtazamo mpya juu ya vijana wadogo katika soka. Inawezekana yeye ndiye chachu ya vijana wengi wadogo kuanza kuaminiwa katika klabu tofauti tofauti misimu ya hivi karibuni. Katika ulimwengu wa soka ambao ulihitaji wachezaji wakomavu na wazoefu, Jude anaibuka akiwa kijana mdogo wa umri wa miaka 16 tu na anageuka kuwa lulu kwa klabu yake ya Birmingham City. Safari ya Jude ilianza katika akademi ya Birmingham City tangu Machi 2010. Alipoingia akademi hiyo akiwa na umri wa miaka 6 tu, makocha walishuhudia kipaji cha kipekee. Mick Dodis, aliyekuwa meneja wa akademi hiyo, anasema, "Nakumbuka alikuwa tofauti. Sio tu uwezo wake wa kimwili, bali uelewa wake wa mchezo ulikuwa wa ajabu kwa umri wake." Akiwa na miaka 16 na siku 38, tarehe 6 Agosti 2019, Jude alipata nafasi yake ya kwanza ya kuitumikia timu yake ya Birmingham City, timu ya wakubwa, dhidi ya Portsmouth katika mchezo wa ligi, akivunja rekodi ya kuwa mchezaji mdogo zaidi kuwahi kuichezea klabu hiyo. Darren Kelly, aliyekuwa kocha wa timu hiyo, anasema, "Hakuogopa chochote. Kucheza na wachezaji wazoefu mbele ya umati mkubwa, aliweza kustahimili yote. Alikuwa na ukomavu ambao ulikuwa si wa kawaida kwa kijana wa umri wa miaka 16. Kwa ishara isiyo ya kawaida, Birmingham City waliistaafisha jezi yake namba 22 pale alipoondoka Julai 2020 baada ya kucheza mechi 44
za wakubwa. Jambo hili walilifanya kama sehemu ya kutambua mchango wake katika klabu hiyo. Tumekuwa tukishuhudia namba za jezi za wachezaji wa kongwe zikisafishwa katika klabu tofauti tofauti, lakini hapa kwa Jude ilikuwa ya kushangaza kabisa. Kijana mdogo kabisa, jezi yake inasafishwa katika klabu yake. Ilistaajabisha dunia. Mnamo Julai 23, 2020, Jude alijiunga na Borussia Dortmund. Katika klabu hiyo iliyojulikana kwa kukuza vipaji vya vijana, ambako napo aliweka utawala wake. Sebastian Kelly, aliyekuwa mkurugenzi wa michezo wa klabu ya Dortmund, anasema, "Tulijua kuwa alikuwa mchezaji maalum, lakini alizidi hata matarajio yetu makubwa. Athari yake katika timu yetu katika umri wake mdogo ilikuwa ni ya ajabu sana." Alicheza mechi 90 za Bundesliga na kufunga mabao 12. Erling Haaland, aliyekuwa mchezaji mwenzake, alisema, "Jude ni mchezaji bora, kiungo mzuri sana. Bado ni mdogo, lakini anacheza kwa akili na nguvu nyingi." Chini ya makocha kama Luis Favre na Marco Rose, Jude alikuwa sehemu muhimu katika kiungo cha kati, akionyesha uwezo wake wa kwenda pande zote, kukaba, kufunga na kuanzisha mashambulizi. Alionyesha sifa ya uongozi licha ya umri wake mdogo, akiwavutia mashabiki. Juni 2023 ikawa tamati ya maisha yake pale Borussia Dortmund. Mabingwa mara 15 wa UEFA Champions League wakainasa saini yake. Hivyo safari yake ya miaka 3 na Borussia Dortmund ikawa imeishia hapo. Mnamo Juni 7, 2023, ndoto ya kuichezea klabu kubwa, klabu ya ndoto yake, Real Madrid, ilitimia. Uhamisho wake ulikuwa miongoni mwa uhamisho ghali zaidi kutokea katika historia ya soka. Tangu kuwasili kwake pale Santiago Bernabeu, Jude amekuwa nguzo muhimu. Guillermo Baraju, mtaalamu wa soka la Hispania, amewahi kusikika akisema, jinsi ambavyo amekubalika katika klabu yake ya Real Madrid ni ya kushangaza kabisa. Kufika katika klabu yenye mahitaji makubwa kama hiyo na mara moja tu kuwa tegemeo lao, inazungumza mengi kuhusu tabia na uwezo wake. Chini ya kocha Carlo Ancelotti, amekuwa injini ya timu, akifunga mabao muhimu na kuongoza katika kiungo. Aliyekuwa mchezaji mwenzake Toni Kroos aliwahi kusikika akisema, "Amenivutia sana. Kwa umri wake, ukomavu wake na uelewa wake wa mchezo ni wa hali ya juu na ni wa ajabu sana." Jude alipata wito wake wa kwanza kwenye timu yake ya taifa ya Uingereza mnamo Oktoba 2020 akiwa na miaka 17 tu. Tangu wakati huo amekuwa sehemu ya muhimu ya kikosi cha Gareth Southgate. Alicheza katika UEFA Euro 2020 na FIFA World Cup 2022, akionyesha uwezo wake katika ngazi ya kimataifa. Gareth Southgate alisema, "Jude ni kipaji cha ajabu, lakini zaidi ya hayo ana akili nzuri sana. Yeye ni kiongozi na ana hamu ya kweli ya kushinda mataji na Uingereza." Harry Kane, nahodha wa Uingereza, aliwahi kusema, "Analeta kitu cha tofauti kwenye kiungo chetu. Nguvu zake, hali yake, uwezo wake wa kubeba mipira. Yeye ni rasilimali muhimu sana kwetu." Matarajio ya mashabiki wa Uingereza ni makubwa sana kwake. Licha ya mafanikio yake makubwa uwanjani, Jude Bellingham amejizolea umaarufu wake mkubwa hata nje ya uwanja. Kwa namna ambavyo anajichanganya na mashabiki zake, lakini pia namna ambavyo amekuwa mchezaji asiyeonyesha kuwa na makuu wala kuwa na tatizo na mchezaji yeyote. Na sasa ni miongoni mwa wachezaji wanaopendwa zaidi na kufuatiliwa sana mitandaoni. Na anabakia kuwa mfano wa kuigwa na role model kwa vijana wengi wanaopambana kuchipukia katika soka. Jude Victor William Bellingham ni jina ambalo tayari limeandikwa katika kurasa za historia ya soka. Safari yake bado inaendelea, lakini ina mwelekeo mzuri na mwelekeo bora kabisa. Dunia inaendelea kushuhudia kipaji adhimu kutoka kwa kijana Jude Bellingham. Hasa nikurudishe kule mwanzo. Kama unakumbuka nilikuuliza, je, ni mchezaji gani ambaye unadhani
anaufanya mchezo wa mpira wa miguu kuonekana kuwa mwepesi. Sasa hii ndiyo nafasi yako ya kushuka hapo chini kwenye comment, kutuandikia mchezaji gani ambao wewe unaamini kwamba anaufanya mchezo wa mpira wa miguu kuonekana kuwa mchezo rahisi kabisa. Na huwezi jua, maybe jina la mchezaji wako likawa katika makala inayofuata nikielezea makubwa na tathmini yake kwa ujumla mchezaji huyo, kama tulivyofanya kwa Jude Bellingham. Niandikie hapo chini kwenye comment. Lakini pia nikuombe, kama ni mwanafamilia wa Dino Television, na kupongeza sana kwa kufanya hivyo. Lakini kama unahitaji kuwa mwanafamilia, fanya kitu kimoja: tufollow katika mitandao yetu ya kijamii kote, Instagram, Facebook na TikTok. Tunapatikana kwa jina la Dino Television. Lakini hapo YouTube, fanya kusubscribe YouTube channel yetu, ambapo unagusa tu hiyo alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, lakini chini yake itakuja alama ya kengele mara baada tu ya kusubscribe. Iguse na hiyo ili kupata taarifa kila tunapopandisha video yetu na kuwa wa kwanza kuiona. Usisahau kulike, kushare kwa wengine pia waweze kutazama na kuona makala zetu ambazo tutakuwa tukikuletea hapa kila siku. Mimi naitwa Mr. Voltage na hii ni Dino Television.